Wapendwa taifa la Mungu, Kristo ndiye tumaini letu. Karibuni katika tafakari Dominika ya 4 ya Kwaresma, ambayo pia inajulikana kama Dominika ya furaha, Laetare Sunday. Neno letare linatokana na neno la Kilatini likimaanisha furahi, na hili neno linatokana na maneno ya antifonia ya mwanzo katika Dominika hii ya 4, na maneno hayo ni Laetare Jerusalem, furahi e Yerusalemu, kusanyikeni ninyi nyote mnaompenda. Kitabu cha nabii Isaya sura 66 aya 10. Katika kipindi cha Kwaresma, kanisa linatuongoza katika safari ya toba, ya sala na kufunga tukielekea Pasaka. Lakini katikati ya safari hiyo, kanisa linatupumzisha kidogo na linatukumbusha kwamba mwisho wa safari yetu si huzuni, bali ni furaha ya ufufuko. Ni kama vile mwanga mdogo unaochomoza katikati ya giza la Kwaresma, ikitukumbusha kwamba Kristo ndiye nuru inayokuja kushinda giza la ulimwengu. Katika Dominika hii kutakuwa kuna alama maalum za kiliturujia. Kwanza, rangi ya waridi ambayo itakuwa inachanganya toba pamoja na furaha inayokuja kipindi cha Pasaka. Lakini pia tutaona altare zetu zikipambwa kwa maua kidogo, tofauti na siku nyingine za Kwaresma ambapo altare zetu huwa hazipambwi. Lakini pia ala za muziki zinaweza kutumika kwa furaha zaidi, zikionyesha matumaini ya Pasaka inayokaribia. Hivyo, Dominika hii inatukumbusha kuwa hata katikati ya mapambano ya maisha, Mkristo anatakiwa kuwa na sababu ya kufurahi kwa sababu ya wokovu unaokaribia. Somo la kwanza litatoka kitabu cha kwanza cha Samueli sura ya 16 aya ya kwanza, aya ya 6 mpaka ya 7 na aya ya 10 mpaka 13. Na katika somo hili la kwanza tunakutana na simulizi la Mungu anapomchagua Daudi kuwa mfalme wa Israeli. Samueli anatumwa kwenda katika nyumba ya Yese na anawaona wana wakubwa wa Yese, jinsi walivyo wazuri, jinsi walivyo na nguvu. Kibinadamu walionekana kwamba wao ndio wafalme wanaofaa, lakini Mungu anamwambia Samueli kwamba mwanadamu huangalia sura ya nje, bali Mungu huangalia moyo. Hapa tunajifunza jambo la muhimu, ndugu zangu. Mungu hachagui wanadamu kama jinsi binadamu wanavyoona. Wakati watu wanatazama umaarufu, mali, elimu na nguvu, Mungu anaangalia moyo wa mtu. Daudi hakuwa hata kati ya wale waliokuwa kwenye mstari waliowasilishwa. Alikuwa huko shambani akichunga mifugo, lakini ndiye ambaye moyo wake unampendeza Mungu. Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu aliwahi kusema kwamba Mungu hapimi ukubwa wa matendo yetu, bali upendo ulio ndani yake. Hivyo somo hili linatuuliza, ndugu zangu, kwamba moyo wetu ukoje mbele za Mungu? Unaweza kuonekana mdogo mbele ya macho ya watu, lakini kama moyo wako una upendo wa dhati, unyenyekevu na imani, Mungu anaweza kufanya mambo makubwa kupitia wewe. Somo la pili litatoka waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 5 aya ya 8 mpaka 14. Na Mtume Paulo anawaambia watu wa Efeso kwamba zamani mlikuwa gizani, lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Haya ni maneno yenye nguvu sana, ndugu zangu. Paulo anawakumbusha Wakristo kuwa maisha kabla ya Kristo yalikuwa ni maisha ya giza. Giza la dhambi, uongo, giza la chuki, labda na tamaa. Lakini kukutana na Kristo kunabadilisha kila kitu. Mkristo anaitwa kuwa mtu wa nuru. Kuishi kama mwana wa nuru maana yake ni kusema ukweli, kutenda haki, kuishi katika upendo na kuepuka dhambi. Mtakatifu Yohane Henry Newman aliwahi kusali, Bwana, nifanye chombo cha nuru yako popote palipo na giza. Katika dunia ya leo ambayo imejaa rushwa, uongo, chuki na migawanyiko, Mkristo anaitwa kuwa taa inayowaka gizani. Swala la kujiuliza leo ni kwamba, je, maisha yangu yanaongeza nuru ya Kristo au yanaongeza giza duniani? Somo
Somo la Injili litatoka Injili ya Yohane sura ya 9 aya ya 1 mpaka 41. Na Injili ya leo ni mojawapo ya simulizi za kuvutia sana katika Injili ya Yohane. Yesu anamponya kipofu aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wanakuja na wanamuuliza Yesu, ni nani aliyetenda dhambi? Ni huyu kipofu au wazazi wake hata huyu mtu azaliwe kipofu? Katika mawazo ya zamani, hasa katika jamii ya Kiyahudi, mateso yalionekana kama adhabu ya dhambi. Lakini Yesu anajibu kwa utofauti kabisa kwamba si yeye wala sio wazazi wake waliokuwa dhambini, bali kazi za Mungu zidhihirike ndani ya mtu huyu. Kisha Kristo anamponya kipofu huyo na kumpa mwanga wa macho. Lakini kuna jambo la ajabu linalotokea hapa katika huu muujiza. Wale waliodhani kwamba wanaona, yaani Mafarisayo, wanabaki katika upofu wa roho. Hivyo Injili inatuonyesha aina mbili za upofu. Upofu wa mwili, yaani yule kipofu, na upofu wa kiroho, yaani ule wa Mafarisayo. Yule aliyekuwa kipofu wa kimwili anaishia kumwamini Yesu, lakini Mafarisayo wanaishia kumkataa Yesu. Mtakatifu Agustino anasema, ni afadhali kipofu wa macho lakini umwone Kristo moyoni, kuliko kuwa na macho lakini moyo wako uko gizani. Hii ndio changamoto kubwa katika Injili ya leo. Kuna watu wengi ambao wanaona kwa macho lakini hawamwoni Mungu katika maisha yao. Kristo anakuja kufungua macho yetu. Je, tunamtambua pale anapopita katika maisha yetu? Wapendwa taifa la Mungu, Dominika hii ya 4, Dominika ya furaha, inatukumbusha mambo makuu matatu. Mungu huangalia moyo, si sura ya nje. Tumeitwa kuishi kama watoto wa nuru, kama Mtume Paulo alivyofundisha. Na Kristo ndiye anayefungua macho yetu kama alivyofungua macho ya yule kipofu katika Injili. Katika safari ya Kwaresma, labda kuna maeneo katika maisha yetu ambayo bado yako gizani. Tuombe macho yetu yaweze kuona sawa sawa, kama vile mwimbaji wa nyimbo za Injili Christina Shusho alivyoimba katika wimbo wake, nipe macho nione. Kristo bado anapita katika maisha yetu kila siku kama alivyopita katika maisha ya yule kipofu. Na anapita kwetu kupitia sala, sakramenti na matendo mema. Tumuombe Kristo huyu mpitaji atende jambo kila anapopita katika maisha yetu. Kristo ndiye tumaini letu.